Mtazamaji wa Mbantu Media, karibu tena kusikiliza simulizi mbalimbali. Sisi kama Mbantu Media tumekuwa tukikuletea simulizi mbalimbali za makabila tofauti tofauti ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania pia, na lengo letu kubwa ni kukujuza utamaduni wa mila na desturi za makabila mbalimbali Afrika kwa ujumla. Na leo nakuletea kabila la Wasukuma. Mimi naitwa David Kiluzia, na sisi Mbantu Media tunasema hadithi zetu ndio utambulisho wetu. Karibu kusikiliza simulizi ya kabila la Wasukuma. Kabila la Wasukuma ni moja makabila makubwa zaidi nchini Tanzania. Wasukuma wanaishi zaidi katika maeneo ya kanda ya Ziwa, hasa mikoa ya Mwanza, Shinyanga, Simiyu na sehemu za Geita pamoja na Tabora. Na jina Sukuma linaaminika kutoka katika neno la Kisukuma linalomaanisha kusukuma mbele. Linawaashiria watu waliopanuka kuelekea maeneo ya kusini mwa Ziwa Victoria kutafuta ardhi na malisho asili ya Wasukuma. Historia inaonyesha kuwa Wasukuma ni jamii ya Kibantu walioasili katika maeneo ya kanda ya Ziwa karne nyingi zilizopita. Wakitokea maeneo ya Afrika ya Kati, walihamahama wakitafuta maeneo yenye rutuba, maji na malisho kwa ajili ya mifugo yao. Kadri walivyoendelea kuongezeka, waliunda vijiji na jamii imara zilizojitegemea. Wasukuma walikuwa wakijulikana kwa umoja wao, ujasiri na bidii ya kazi, hasa katika ufugaji wa ng'ombe, kilimo cha mpunga, mtama na mahindi, uvuvi katika maeneo ya Ziwa, biashara ndogo ndogo za asili, mila na desturi. Hivyo vitu Wasukuma walivyovifanya sana. Wasukuma wana tamaduni tajiri zilizodumu kwa miaka mingi. Mojawapo ya vitu vinavyowatambulisha ni ngoma za asili kama bugobogobo na buyeye, matumizi ya mavazi ya ngozi, mapambo ya shanga zamani, heshima kubwa kwa wazee wa kimila, sherehe za mavuno na harusi za kijadi. Katika jamii ya Kisukuma, wazee walikuwa viongozi wa mila na walitatua migogoro kupitia baraza la jadi. Ufugaji katika jamii ya Kisukuma, ng'ombe ni sehemu muhimu sana ya maisha ya Wasukuma. Utajiri wa mtu zamani ulipimwa kwa idadi ya mifugo aliyokuwa nayo. Ng'ombe walitumika kama chanzo cha chakula, mahali katika ndoa, ishara ya heshima na utajiri, sadaka katika baadhi ya matambiko za jadi. Hadi leo hii jamii nyingi za Kisukuma bado zinaheshimu sana ufugaji. Ngoma ni sehemu kubwa ya utamaduni wa Wasukuma. Ngoma hutumika katika sherehe za harusi, mapokezi ya wageni, sherehe za mavuno, mafunzo ya maadili kwa vijana. Vyombo vya muziki vya asili kama ngoma, filimbi na marimba vilitumika kuleta burudani na kuunganisha jamii, dini na imani. Kabla ya kuingia kwa dini za kisasa, Wasukuma waliamini uwepo wa Mungu pamoja na mizimu ya mababu. Walifanya tambiko maalum kuomba mvua, afya ya mafanikio katika jamii. Baadaye dini za kanisa Katoliki, madhehebu mengine ya Kikristo pamoja na Uislamu zilianza kuenea katika maeneo ya Wasukuma. Wasukuma katika Tanzania leo hii Wasukuma wameendelea kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya Tanzania katika siasa, biashara, muziki wa asili, kilimo na ufugaji, elimu. Utamaduni wao bado unaenziwa kupitia tamasha mbalimbali ya utamaduni na maonyesho ya ngoma za asili. Kabila la Wasukuma ni jamii yenye historia ndefu, utamaduni tajiri na mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa la Tanzania. Ujasiri wao, upendo wa kazi na kuhifadhi mila zao kumeifanya jamii hii kuwa moja ya kabila yenye ushawishi mkubwa katika Afrika Mashariki. Na kama umependa simulizi hii, nikusihi usiache kusubscribe Mbantu Media kwa simulizi nyingi ambazo zinaendelea kuhusiana na makabila ya Tanzania. Kumbuka kwamba kuna makabila 120 kupitia Mbantu Media. Tutazungumzia yote na utapata kufahamu kila aina ya kabila lililopo Tanzania, na kuna video zingine zipo chini. Nikusihi usiache kusubscribe Mbantu Media kwa kutazama video nyingine ambazo tayari tumeshaziweka, ama ikiwa bado, basi utakuwa kwanza kupata notification kwamba tumepandisha story mpya. Mimi ni David Kiluzia, Singida Icon.